Naam, hali gani mpenzi mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Sinaizo Online TV. Natumai sasa hivi kwa wewe ambaye unatutazama wakati ni wa kwako na unataka kujua ni kitu gani ambacho kinajili ama ni kitu gani ambacho tuko nacho leo hii. Bwana, kubwa zaidi ni mara baada ya timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys chini ya umri wa miaka 17 kufanya vizuri mpaka kufika hatua ya fainali na kupoteza dhidi ya Senegali. Watu wana maswali mengi, kwa nini timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys wameshindwa kutoa ubingwa ule. Watu wanajiuliza maswali mengi na kusema kwamba na kujiaminisha kwamba ilikuwa ni nafasi kwa Serengeti Boys, ila bahati haikuwa kwa upande wao. Unaweza kuwa unajiuliza huyu ni nani hapa mbele ya kamera? Ni mimi Abbas Juma, mtu mnene. Ni mara baada ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kushindwa kutoa ubingwa wa kombe la mataifa barani Afrika, mara baada ya kupoteza dhidi ya majemedari na naweza nikasema nguli wa mpira barani Afrika Senegali kwa kupoteza kwa mikwaju ya penalty. Lakini watu wengi wakawa wana maswali mengi ya kujiuliza, lakini leo hii sisi kama Sinaizo Online TV tukasema hapana, tukuletea habari hii kwa kina na ujue ni kitu gani ambacho mpaka sasa hivi timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys wamepiga hatua kwa namna gani. Na hii bwana, ninaweza nikakwambia tu ni kitu kimoja ambacho unatakiwa ukijue mpenzi mtazamaji, ila ukumbuke usisahau kushare, kucomment, kulike na kusubscribe kwenye akaunti yetu hii ya Sinaizo Online TV. Twende moja kwa moja kwenye habari yetu hii ya Serengeti Boys. Bwana, Serengeti Boys mara baada ya kushindwa kupata matokeo kwenye fainali ya CAF, inamaanisha mashindano ya mataifa barani Afrika dhidi ya Senegali, watu wengi walikuwa na maswali mengi ya kujiuliza, je, ni kwa nini timu ya taifa imeshindwa kupata matokeo? Cha kwanza tunachotakiwa kukifanya, unatakiwa ujue kwamba timu ya taifa ya Tanzania inatakiwa ipongezwe kwa hatua iliyofikia. Hakuna timu yoyote ya mpira wa miguu ambayo imefikia malengo makubwa, imefikia mafanikio makubwa kama timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys. Ni hatua kubwa sana iliyofanywa na uwekezaji mkubwa kabisa uliofanywa chini ya TFF na chini ya Rais Wallace Karia, ambaye amehakikisha timu hii inafikia malengo na Watanzania kwa ujumla na wapenda soka pamoja na wadau wa soka, na maanisha wadau wa mpira wa miguu Tanzania. Bwana, timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys tumeshuhudia siku mbili zilizopita imeshindwa kupata matokeo mara baada ya kucheza fainali na Senegali. Simba wa Taranga Senegali wale wakashindwa ngoma dakika 90, ngoma ikaenda 1-1, mechi ikaenda kuamuliwa kwa mikwaju ya penalty. Lakini hali haikuwa nzuri kwa timu ya taifa mara baada ya kupoteza mikwaju miwili ile, huko Senegali wakiweza kupata mikwaju 4. Mpenzi mtazamaji, unatakiwa ujue kitu kimoja kwamba kwanza timu iliyocheza na timu ya taifa, inamaanisha taifa lililocheza na Tanzania, anazungumzia Senegali, ni taifa kubwa sana, ni taifa ambalo lina historia kubwa sana kwenye mpira wa miguu, si Afrika tu bali ni duniani kwa ujumla. Serengeti Boys ndio mara ya kwanza imeweza kufika kwenye hatua hii ya fainali kwa mara ya kwanza kuanzia kuanzishwa kwa haya mashindano ya umri wa chini ya miaka 17, na maanisha kwa umri wa miaka 17 kwa hizi timu ambazo ni za taifa. Serengeti Boys ninaweza nikasema kwa mwaka huu wamejitahidi kwa kiasi kikubwa, wamedeserve na walideserve kufika pale, maana tumeona walicheza na mataifa makubwa sana. Umeona wamecheza na Misri, wamecheza na Mali. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hatua ya makundi mpaka kufika hatua ya finali, Taifa Stars walipoteza mchezo mmoja, Serengeti Boys walipoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Mali. Baada ya kupoteza mchezo ule, Serengeti Boys tumeona wamekuja kupoteza kwenye hatua ya mikwaju ya penalty, na maanisha finali dhidi ya Simba wa Taranga Senegali. Senegali tukienda kwa Senegali kwenye mashindano haya, wana historia kubwa sana Senegali. Mara baada kumbuka huu ni ubingwa wao wa pili kutwaa. Mara baada ya ubingwa wao wa kwanza, hii ni mara ya pili Senegali kutwaa ubingwa huu. Huko Ivory Coast wametwaa mara moja, Morocco wametwaa mara mbili. Kwa hiyo ukitaka kuangalia Senegal naye amekwenda kutoa ubingwa huu mara ya pili. Kwa hiyo niseme tu kwa pamoja tu ipongeze kwanza timu ya taifa, na tusifikiria mambo mengi ya kuanza kuikosoa, sijui wameshindwa kutoa ubingwa, sijui wamekosa nafasi. Hapana, vijana wamejitahidi kadri ya uwezo wao. Cha msingi ninachotaka kuiomba, labda kama mimi ningepewa nafasi ya kuishauri labda TFF pamoja na serikali kwa ujumla, hii ndio ilikuwa kizazi hiki ndio ilikuwa ni kizazi sasa cha timu ya taifa ambayo kikuzwe
Sitamani kuona kama timu hii ya taifa ya Serengeti Boys itakwenda kubomolewa, na sitamani, mimi ningekuwa ni kiongozi nisingetamani hata kuona mchezaji yoyote ambaye ametoka kwenye timu hii ya Serengeti Boys au mchezaji yoyote anakwenda kwenye hivi virabu viwili ama virabu kuchezea ligi yoyote. Hawa wakuzwa waendelee kuwa sehemu moja, na mimi ni hazina kubwa sana kwenye timu ya taifa. Naamini kwenye miaka mitatu ijayo, miaka miwili ijayo, tutakuwa na timu ya taifa bora sana ya Tanzania kama vijana hawa watazingatiwa na kuwekwa sehemu moja, kuhakikisha wanapewa malezi na kuzingatiwa baadhi ya misingi yote ya mpira. Unajua kwenye mpira wa miguu kuna kitu watu wengi wanashindwa kukielewa. Kitu kikubwa kwenye mpira wa miguu, hususan kwenye timu hizi kuanzia ngazi ya vijana mpaka kufika kwenye senior timu, kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kizingatiwe ni malezi. Malezi kwa namna gani? Unajua una mchezaji anapokuwa anakaa, anakula vizuri, anaishi pazuri, inamaanisha kila kitu, zile basic needs, na maanisha mahitaji yale muhimu anayapata kwa wakati. Kuna vitu anaviingiza kwenye swala zima, na anakuwa na ile mentality ya kusema kwamba mimi ninakuwa, kilichonileta hapa ni kitu gani? Ni mpira wa miguu, ngoja nicheze mpira wa miguu, kwa sababu yale mahitaji yote muhimu ambayo unapaswa kuyapata nayapata kwa wakati sahihi, na ninayapata kwa kulingana na uwezo ambao ninahuhitaji mimi kama mchezaji. Kwa hiyo naona kama hii timu ya taifa itaendelea kutuzwa, ni vitu vidogo vidogo. Nimeona kwenye zile B3 ambazo za mpira wa miguu mchezaji ambaye anatakiwa awe nazo, nikizungumzia B3 nazungumzia ball brain, ball control na ball balance. Tumeona vijana wetu wa timu ya Serengeti Boys wanavyo, ila kuna kitu fulani tu wanatakiwa waongezewe, ili mradi tu, naamini wakiongezewa iko kitu wakiwa nacho. Tumeona kwenye ball control vijana wako vizuri kabisa, ball balance vijana wako vizuri kabisa, ball brain pia wako vizuri, ila ball technique inatakiwa waongezewe kidogo. Naamini kila kitu kitakwenda kuwa vizuri sana kwenye timu hii ya taifa ya Tanzania, na maanisha Serengeti Boys. Bwana, kama nikukumbusha kwa wewe ambaye ndio kwanza unafungulia chaneli yako ya Sinaizo Online TV, usisahau kucomment, kushare, kulike na kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii ili uweze kupata habari kemkem, ili habari ikufikie. Cha kwanza subscribe. Unaweza kuwa unajiuliza ni nani huyu? Narudia tena, jina langu ni yule Abbas Chuma aka Papa wa Kitanga MC, mwamba wa milima ya Usambara, brand from Korogwe, ukipenda unaniita mtu munene, jitu la miraba 6, ila kwa jina langu bwana la kisports niite mpiga penalty kwa kichwa. Endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho.